Imagine kuwa mchezaji bora duniani anayefukuzia rekodi nyingi duniani, alafu anatokea mtu mmoja anakuambia usijione kama mfalme, wewe ni mtumwa tu. Kwa tafsiri ya haraka, mahusiano kati ya nyota kimataifa Ureno Cristiano Ronaldo na uongozi wa Al Nassr yanaonekana kuingia kwenye kipindi kigumu zaidi kuliko ilivyokuwa pale awali. Hii ni kutokana taarifa inayoeleza kuwa Cristiano Ronaldo siku ya jana kuhudhuria mazoezi na kutoa taarifa ya kwa nini kutokuwepo huko kuna kuja siku moja tu baada ya Ronaldo pia kukosa mechi dhidi ya Al Riyadh, mechi iliyochezwa jioni iliyotangulia, ambayo Al Nassr waliibuka na ushindi kupitia bao pekee la nyota wa Senegal Sadio Mane. Kwa mujibu wa taarifa za ndani za mwandishi wa habari wa michezo Abdelaziz Al Ousaimin ambaye ana ukaribu na uongozi wa klabu, anasema mshindi huyo wa Ballon d'Or mara 5 kujitokeza kabisa kwenye mazoezi yaliyotengwa kwa ajili ya wachezaji ambao hawakucheza mchezo wa juzi, licha ya yeye kwa miongoni mwao. Al-Ousaimin anaeleza kuwa kocha George Jesus alikuwa ameandaa mazoezi ya asubuhi mahususi kwa ajili ya wachezaji waliokaa bench ama kukosa nafasi katika mchezo uliopita. Ronaldo alitarajiwa kuhudhuria, jambo ambalo alikutokea na kuzua maswali mazito ndani na nje ya klabu. Ripoti za vyombo mbalimbali vya michezo zinaeleza kuwa kutokuwepo kwa Ronaldo kunahusishwa moja kwa moja na kutoridhishwa kwake na msimamo wa klabu katika dirisha la usajili wa majira ya baridi. Inasemekana alikasirishwa na ukosefu wa wachezaji wapya wenye ubora wa juu wanaoweza kuimarisha kikosi na kuongeza ushindani na kubeba ubingwa. Vyanzo hivyo vinaongeza kuwa hasira ya Ronaldo imechochewa zaidi na msaada mkubwa unaotolewa na mfuko wa uwekezaji wa umma PFI kwa klabu pinzani, hasa baada ya kudhibiti rasmi kujiunga kwa Karim Benzema na Al Hilal, huku Al Nassr ikiendelea kuwa na mikopo mitupu bila kusajili jina lolote kubwa. Hali hii inatokea na kumfanya Ronaldo ahisi kutengwa, kupuuzwa na kunyimwa usawa licha ya mchango wake mkubwa katika kuitangaza na kuinua hadhi ligi ya Saudi Arabia kimataifa. Wakati hao ikiendelea, Wasaudia wamemjia juu Cristiano Ronaldo. Moja wapo ni Walid El-Faraji, mwandishi wa habari za michezo na mchambuzi kutokea hapa Saudi Arabia. Anasema Ronaldo lazima ajue mipaka yake. Hii ni Saudi Arabia na sio Ronaldo Arabia. Yuko hapa kama mfanyakazi anayelipwa mshahara mkubwa ambao haukuwahi kupata Ulaya. Anatakiwa kuiheshimu ligi au aondoke tu. Kauli hiyo kali inazua mjadala mpana, ikionyesha wazi kwa mgogoro huu hauko tu ndani ya uwanja bali pia kwenye heshima, mamlaka kati ya nyota huyo na mfumo wa soka wa Saudi Arabia. Kiufupi anasema wewe sio mfalme hapa, ni mtumwa ulikuja kufanya kazi na ulipo fedha yako.